Kifo cha mwanamitindo na mshawishi wa mitandao ya kijamii kutoka Marekani, Ashley Robinson maarufu kama Ashley Jenny, kimeibua mjadala mkubwa baada ya kufariki dunia akiwa Zanzibar Aprili 2026. Marehemu mwenye umri wa miaka 31 alikuwa visiwani humo kwa ajili ya kusherehekea siku yake ya kuzaliwa pamoja na mchumba wake. Kwa mujibu wa taarifa za polisi wa Zanzibar, Ashley alikutwa ndani ya chumba chake akidaiwa kujinyonga kwa kutumia kitambaa cha nguo. Alikimbizwa hospitali akiwa bado hai, lakini alifariki dunia siku iliyofuata kutokana na kukosa hewa baada ya kubanwa shingo. Uchunguzi wa awali umeeleza kuwa hakuna ushahidi wa mtu mwingine kuhusika na kifo hicho, hivyo kuelekezwa kuwa ni tukio la kujinyonga. Hata hivyo, kabla ya tukio hilo, inadaiwa kuwa kulikuwa na mgogoro kati yake na mchumba wake, jambo lililopelekea wawili hao kutenganishwa vyumba hotelini. Tukio la taarifa ya kifo kinachomhusu raia wa kigeni, kwa maana ya raia kutoka Marekani. Mnamo tarehe 8 mwezi wa 4 majira ya saa 2:55 za usiku huko hoteli ya Azuri iliyoko Nungwi, wilaya Kaskazini A, mkoa wa Kaskazini Unguja, mwanamke ajulikanaye kwa jina la Ashley Jenny Robinson, miaka 31, raia wa Marekani, ambaye alifikia kwenye hoteli hiyo ya Azuri katika shughuli zake za utalii akimiliki passport namba 67920035. Alijaribu kujiua kwa kujinyonga kwa kutumia mkanda wa nguo rangi ya kijivu, ambapo aliufunga mkanda huo katika kabati la nguo lililoko katika chumba namba 25 alichofikia hotelini hapo. Mgeni huyo aliingia tarehe 4 mwezi wa 4 2026 akiwa na mchumba wake aitwaye Joseph Isaac Macan mwenye umri wa miaka 48, Marekani, ambaye naye alikuwa anaishi naye pamoja hapo kwenye hoteli ya Azuri, na kwa mujibu wa taarifa zao walitarajiwa kuondoka tarehe 10 mwezi wa 4 mwaka 2026. Siku ya tarehe 8 mwezi wa 4 2026 majira ya saa 12 za jioni kulitokea na mgogoro wa kimapenzi baina ya watu hao wawili, kwa maana huyu Ashley pamoja na mpenzi wake Joseph. Mgogoro huo baina ya watu hao wawili ulitambulika na jirani ambaye alikuwa anaishi chumba namba 24, na yeye akatoa taarifa kwa uongozi wa hoteli akieleza kwamba majirani zake wamekuwa wakizozana kwa siku hiyo ya tarehe 8, lakini akaeleza zaidi kwamba tangu wamefika hapo wamekuwa wakiwa na mizozo ya mara kwa mara na wakiwa wanagombezana hapo ndani ya hicho chumba chao. Uongozi wa hoteli baada ya kupata taarifa hiyo ulikwenda kuwaona na kuwauliza kama kuna changamoto zozote wanazopitia au walizonazo, lakini baada ya kuona kweli hali inayojitokeza pale ni ya mizozo kati ya wawili hao, uongozi ukaamua ili kuweka hali ya utulivu na usalama kwenye ile hoteli na wageni wengine wasipate bugudha, kumuhamisha yule mume wake au bwana wake aitwaye Joseph na kumpeleka kwenye eneo lingine ambalo ni chumba namba 65. Na nitoe ufafanuzi, nikizungumza chumba nazungumzia villas, wanaita villa, yani ni nyumba zile ambazo zinakuwa ni self contained. Kwa hiyo ile ilikuwa namba 25, wakamhamisha yule bwana kumpeleka namba 65. Ni umbali wa kutembea kwa miguu kama dakika 8 mpaka 10 kutoka hapo ambapo alikuwa awali kwenye hiyo nyumba namba 25.
Licha ya maelezo hayo rasmi, familia ya marehemu imepinga hitimisho hilo na kudai kuwa bado kuna maswali mengi hayajajibiwa, wakitaka uchunguzi wa kina zaidi pamoja na ushahidi kama rekodi za kamera za usalama, yani CCTV camera. Kesi hiyo imezua mjadala mkubwa mitandaoni, huku baadhi ya watu wakiamini taarifa za polisi na wengine wakihisi huenda kuna ukweli ambao bado haujawekwa wazi. Hadi sasa mamlaka zinasisitiza kuwa hakuna dalili za mauaji, lakini sakata hilo linaendelea kufuatiliwa kwa karibu na jamii ya kimataifa. Hii ni Rushuru TV Updates. Mimi ni Justin Kosan.